hapo tuko mbali na Mungu. Sheria za Mungu inapaswa kuheshimiwa na kufuatwa. Watu waishi wakipendana, watu wasifanye mambo ya udhalimu. Usimtese mnyonge, usinyang'anye watu mali yao kwa nguvu, usiwe mtu wa uongo, utii wazazi wako. Watoto ambao wametoka shuleni wako nyumbani, tii mzazi wako, maana hiyo ni amri kuu ambayo iko na baraka ya kuishi siku mingi. Watoto watiini wazazi wenu, na watumwa watii watu ambao wamewaajiri. Kama umeajiriwa, tii yule ambaye amekuajiri. Kama unatii, kwa maana ni Bwana ambaye Mungu ambaye amewaweka hao wakuongoze. So siku ya leo Bwana anatuambia tuchague ni nani tutakayemtumikia. Tuache kukua na mambo mbili katika moyo wetu. Kwa midomo tunazungumza tunamfuata Mungu, kwa moyo wetu Mungu yuko mbali na sisi. Kwa matendo yetu, hakuna siku mtu amepanda mti wa maembe akaenda kuvuna machungwa. Hiyo miti haiwezi zaa machungwa. Hakuna mtu anapanda mahindi akaenda kuvuna maharagwe. Hakuna siku. Ukipanda mahindi unavuna mahindi. Kama ni mti wa maembe lazima izae maembe. Kwa hivyo kama wewe umeokoka, wewe unasema wewe ni wa Mungu, wewe unamfuata Mungu, unamtumainia Mungu, na matendo yako yaonyeshe, yazizae matunda maovu, yazizae ulevi, yazizae kuabudu sanamu, yazizae dhambi ya aina yoyote ile, yazizae chuki, kutokusamea. Samea watu bure, sio lazima ulipisha ama ulipwe. Samea bure, kama vile Mungu anatusamea sisi makosa yetu. Tusameane bure, tuweke dhambi mbali na sisi. Mwanzo 3, yule shetani alikuja akamwambia mwanamke eti Mungu amesema mkule matunda yote, msikule matunda yote, bali si ile ndio kitu Bwana alisema. Mungu aliwaambia wakule matunda yote ya bustani, lakini wasikule lile tunda la katikati la mti. Unaona vile ni rahisi mambo ya Mungu. Sheria ya Mungu ni rahisi, lakini pia kupotea ni kurahisi kwa kutokutii tu hiyo kidogo. Kutii ni bora kuliko dhabihu, kuliko mambo mengine mengi makubwa unaweza fanya, ila kutii Mungu, hiyo ndio inamfurahisha Mungu. Kutii. Hiyo ndio binadamu wa kwanza Adamu alianguka kwa kutotii, lakini kwa sababu Yesu, kisoma Warumi 5:19, Yesu alitii hadi msalabani, akakufa kifo ya aibu. Yeye hakutenda dhambi yoyote. Warumi 5:19. Ile nasema kwa sababu kama kwa asi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika na kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Watu wengi. Ile nasema katika Warumi 3:23 ya kuwa sisi sote ni watenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kuasi kwa huyo binadamu mmoja ndivyo iliingiza dhambi kwa binadamu wote,
lakini sisi sote pia tumefanywa wenye haki kwa sababu ya kutii kwake Yesu Kristo hadi msalabani. Alitimiza sheria zote za Mungu mpaka mwisho. Kwa hivyo tukisema tunamfuata Mungu, matendo yetu yafuate hivyo. Matendo yako inaonyesha kile kiko moyoni mwako. Kama ni Mungu umeweka moyoni mwako, matendo yako yataonyesha. Out of the abundance of the heart, inaonyesha wewe ni nani. Ujumbe mgumu inakuwa mgumu kwa watu kuupokea. Ujumbe wa ukweli ndio watu wanakuwa wagumu kuupokea. Lakini ujumbe ambao itazungumzia baraka, watu wanataka wabarikiwe, lakini hawataki njia za mwenye kubariki. Na ni vigumu sana Mungu kuchukua nafasi ya kukusaidia na umekataa mausia yake. Mambo mingi utakosa kwa sababu ya kutotii. Utakosa mambo mingi sana kwa kukosa tu kutii. Ile mambo mazuri unatamani unangoja, kwa sababu utakosa kutii sauti ya Mungu na kosa kumtii Mungu na neno lake utayakosa. Na ukitaka kuwa mwenye haki, tii neno la Mungu, tii sauti ya Mungu, tii watumishi wa Mungu wanaoleta neno la Mungu. Yeye Mungu hajeshindwa kutusaidia ama kusaidia yeyote. Hajeshindwa. Sio lazima tufanye mambo ya udhalimu, mambo ya maovu. Sasa tunasema ati nisipofanya mambo ya kutoa rushwa nitalala njaa. Hauwezi kama unategemea Mungu. Hauwezi. Ni kukosa kujua kile Mungu anataka kutoka kwako. Kukosa kujua njia za Mungu. Kukosa kujua neno la Mungu. Ndio tunakuwa rahisi kuacha njia zake na kufuata tamaa zetu, kuacha mambo ya asili ambayo yanafaa, kama mambo ya asili ambayo unajua mwanamume hawezi pata mimba, na sasa mwanaume na mwanaume wanaoana. Hiyo ni tamaa mbaya ya mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke kufuatana na kufuata tamaa mbaya na kuacha mambo ya asili, na ni kukosa kutii sheria za Mungu, mambo ya Mungu vile aliyaweka sawa sawa. There is no harm when you go as per the will of God. Hakuna shida, hakuna matatizo, hakuna uchungu, lakini kwa dhambi kuna mauti. Dhambi inazaa mauti. Dhambi inazaa magonjwa, inakuelekeza kwa mauti. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya, sababu mwisho wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yakobo, kitabu cha Yakobo 4, James chapter 4 verse 17. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Wewe unajua
Uwape watoto wako chakula kama mzazi na uyafanyi, hiyo ni dhambi. Wewe unajua mema ambayo unafaa uyafanye na uyafanyi, hiyo ni dhambi. Dhambi ni kukigeuka, kuacha njia za Mungu, njia za haki, njia za kweli, njia zenye zina adili. Amua ni nani utakayemtumikia. Amua. Je, ni tamaa zetu tutazifuata ama ni sheria za Mungu? Kuna ondoleo la dhambi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa njia tu ni ya neema. Wewe ukuwe na imani, imani tu, imani. Weka imani yako kwa Yesu Kristo, alafu uzae matunda mazuri, kwa sababu maembe haizai machungwa. Hakuna. Kama wewe umeokoka, zaa matunda ya wokovu. Hata sirini utakuwa unafuata Mungu na matendo mema katika jina la Yesu, kwa sababu ondoleo la dhambi liko sisi kuamini na kukiri jina la Yesu, kuweka imani yetu kwa Yesu. Kunakuwa na ondoleo la dhambi. Dhambi yote hakuna ambayo itabakishwa. Wewe ni muuaji, wewe ni msherati, wewe umefanya dhambi gani yoyote ile, yote unasamehewa, yote unasamehewa, na utukufu unakuwa kwa Mungu Baba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumetembea pamoja katika hii safari ya huduma na ndugu Edward. Kwa wale mmekuwa hapa, sio mara ya kwanza yeye kuja maeneo haya. Yeye anatoka mbali, lakini kwa sababu la jukumu na ambaye Mungu amemwepea aweze kutembea na kutangaza neno la Mungu, ni lazima afike sehemu hii, na utukufu unakuwa kwa Mungu. Kwa hivyo mimi naitwa Evangelist Samuel Barasa, na mbarikiwe sana. Karibu sana ndugu katika Injili.